wote. Dhihirisha uvumilivu wako wote. Nini? Mateso ya mwenye haki ni mengi sana, lakini Bwana huponya nayo yote. Na kama Bwana anakuponya nayo yote, mateso yanasababishwa na nani? Ninakusimulia. Nasema subiria. Mungu yupo kazini. Na wakati unavumilia, vumilia kwa namna yote. Yaani usivumilie kiasi, vumilia kwa ukubwa wake. Dhihirisha uvumilivu wako wote. Dhihirisha namna yako ya kusubiria katika namna ya ukubwa, maana kuna thawabu kwa wale watakaovumilia hata mwisho. Amina. Neno la Bwana linasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo wokovu wetu umefungwa katika uvumilivu. Nikukumbushe mpendwa, vumilia yale unayopitia, maana kesho yako ni kubwa. Maana kesho yako ni nzuri. Maana kesho yako imejaa neema na uweza wa Bwana. Nasema vumilia huku ukisubiria. Kwa hiyo dhihirisha uvumilivu wako wote. Jamani, haleluya. Yaani hata kama ni mtu anasubiria, anasema kwa kweli huyu mtu nilimsumbua, lakini alinivumilia kwa uvumilivu wote. Na ndivyo Mungu wetu ilivyo tabia yake. Kama unanielewa sema amen. Amina. Tutakwenda kusoma kitabu cha waraka wa pili wa Petro, sura ile ya 3, mstari wa 1 hadi wa 18. Atakayepata tusomea pale. Waraka wa pili wa Petro, sura ya 3, mstari wa 1 hadi wa 18. Ndipo hapo tutasoma. Somo linasema dhihirisha uvumilivu wako wote. Maana yake hesabu uvumilivu wa Bwana kuwa ni wokovu. Mungu wetu na Baba yetu ameonyesha uvumilivu wake. Jamani, Mungu anatuvumilia. Amina. Nasema Mungu anatusaidia kwa sababu kama angehesabu makosa hakuna ambaye angestahili. Uvumilivu wa Mungu umetuletea wokovu. Amen. Tutakaposoma tutaona mambo hayo. Uvumilivu wa Mungu tuhesabu kuwa ni wokovu. Na sio kwamba tukosei, tunakosea, lakini Mungu anasitisha, anaondoa ile hali ya kutuhukumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uvumilivu. Mungu anatuvumilia, ndio maana tunao wokovu. Jamani, haleluya. Kwa hiyo wokovu ni matokeo ya uvumilivu wa Mungu katika maisha yetu. Mwanadamu tangu Adamu hata sasa tunaendelea kutembea katika neema, tunaendelea kutembelea katika wokovu kwa sababu ya uvumilivu wa Mungu. Kama Mungu asingetuvumilia, hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye angestahili. Maana wote tulikuwa tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mungu anatuvumilia, anatutengeneza kila siku, na sisi Bwana anatukumbusha leo tuonyeshe uvumilivu wote. Haleluya. Mtu wa kwanza kwenye Biblia anajitaja kama mtu ambaye Mungu au Yesu amemwonyesha uvumilivu. Tusome Timotheo. Naomba nisome Timotheo wa kwanza kabla andiko la somo. Timotheo wa kwanza waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya kwanza mstari wa 16. Naomba nisome hapo ili uweze kunielewa kwa habari ya uvumilivu. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 16. Huyu ni mtume Paulo anaandika. Lakini kwa ajili hii nalipata rehema. Huyu ni mtume Paulo. Anasema, lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakao amini baadaye, wapate uzima wa milele. Nitarudia. Lakini kwa ajili hii nalipata rehema. Mtume Paulo anaonyesha kwamba amesamehewa hukumu ambayo ilikusudiwa juu yake, ili katika mimi wa kwanza aliyestahili hukumu, anasema ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakaoamini baadaye, wapate uzima wa milele. Paulo anaonyesha jinsi Kristo alivyo wa uvumilivu, ambavyo ameonyesha uvumilivu. Mungu alimvumilia sana Paulo, ambaye pale
dini, tena kwa kivuli cha imani, tena kwa kivuli cha mamlaka. Aliyafanya yaliyo mabaya, na Mungu hakumwangamiza, bali alimvumilia, na iko kikawa ni kielelezo au mfano ya kwamba huyu Yesu anatuvumilia wote. Na lengo la kutuvumilia tupate wokovu. Wokovu tulionao ni matokeo na ni matunda ya uvumilivu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumwa mmoja alisamehewa deni lake. Aliposamehewa deni lake huyu mtumwa, yeye na bwana wake, akafika wakati akamkuta mjoli wake. Haya maneno ni kama yanachanganya. Labda nikwambie, kuna mtumwa na kuna mjoli. Nini maana yake? Akisimama bwana, halafu ana mtumwa, halafu yule mtumwa akiwa ana mtumwa mwingine wa kumsaidia yeye, anaitwa mjoli. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Sasa palikuwa na bwana ambaye alimsamehe mtumwa deni lake. Alikuwa anadaiwa fedha nyingi, alikuwa anadaiwa mali nyingi, akamsamehe mtumwa wake. Huyu mtumwa naye ana mtumwa wake. Sasa mtumwa akiwa na mtumwa, yule mtumwa anaitwa mjoli. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo huyu mtumwa akawa anamdai mjoli, yani maana yake mtumwa wake pia akawa anamdai. Alipokuwa anamdai huyu mtumwa, anamdai mjoli wake akamuomba asamehewe kama ambavyo huyu mtumwa alisamehewa na bwana wake. Huyu mtumwa akakataa kumsamehe mjoli wake. Bwana huyu aliposikia hizi taarifa kwamba yule mtumwa aliyemsamehe amekataa kumsamehe mjoli wake, aliposikia aliumia sana, na akabidi aweze kuachia hukumu kwa huyu mtumwa kwa sababu hakumsamehe mjoli wake. Bwana tusaidie sana. Nini maana yake? Maana yake ni hii: sisi kama watu wa Mungu, Mungu ametuvumilia sana. Mungu ametuvumilia sana. Kuna maovu mengi tumetenda, kuna makosa mengi tumetenda. Kama Bwana wetu alivyotusamehe sisi watumwa wake, tuwasamehe na wengine. Jamani, haleluya! Tuwasamehe na wengine ambao ni wajoli wa kwetu sisi, watumishi, watu walio chini ya sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja nikwambie kimiji ukielewe tofauti ya mtumwa na mjoli. Sisi kwa Yesu ni watumwa. Kama unanielewa sema amen. Tukimuita Yesu ni mjoli au sisi ni wajoli wa Yesu, maana yake tunasema kwamba Yesu naye ni mtumwa. Kwa hiyo mtumwa ukiangalia kwenye Biblia au mjoli lilivyotumika, limetumika kwa mjoli, limetumika kwa mtumwa wa mtu. Kwa mfano, malaika anapoongea na mwanadamu anasema mimi mjoli. Ibrahimu alipokuwa anaongea na mtumwa mwingine anasema mimi ni wa mjoli fulani. Kwa hiyo mjoli imekaa kwa jinsi hiyo. Sasa sisi pia tumepewa kazi kama wajoli au kama watu ambao tunawasimamia wengine, tumepewa kazi ya kuwavumilia. Jamani, haleluya! Kwa hiyo tumeangalia kwamba ni vizuri kuwasamehe. Kusamehe ni sehemu ya kumvumilia mtu. Samehe makosa, samehe ule uovu anayokutenda. Utakapoendelea kufuatana nami katika somo hili, utagundua watu wengi wamekosa na kuacha kusamehe, wamekosa kuvumilia, lakini Mungu ameahidi kwamba tuwavumilie wengine, tuwasamehe wengine, na yeye atatusamehe na sisi pia. Amen. Tutakapokwenda kuangalia kitabu hichi cha waraka wa pili wa Petro, tutaona baada ya kuonyeshwa, sura ya pili ni baada ya kuonyeshwa hukumu ya walimu wa uongo. Sura ya pili inazungumza kwamba hukumu ya walimu ya uongo inatolewa. Sasa baada ya hukumu kwa walimu wa uongo kutolewa, tunaona ni kwa jinsi gani tunafahamishwa. Petro mtumwa anaonyesha uhakika wa kuja kwake Bwana.
Kwa hiyo kwa sababu hao wanahukumiwa, walimu wa uongo wanahukumiwa, sura ya 2. Sura ya 3 Mtume Petro anaonyesha ni kwa namna gani sisi tunao uhakika wa siku ya Bwana itakayokuja kwa ajili ya kutuondoa katika hizi tabu zote. Kwa hiyo anaandika tuvumilie. Jamani, haleluya. Inawezekana kuna maneno kwa walimu wa uongo yanayotolewa yanakusababisha uweze kupitia kwenye hali mbaya. Yanaweza kusababisha kubezwa katika imani yako. Yanaweza kusababisha maisha kuwa magumu. Lakini ngoja nikwambie, wewe vumilia na utamuona Bwana wa mabwana akikutetea na kukushindia. Vumilia. Kwa nini? Iko siku ambayo Bwana anatuletea uhakika wa yale yote ambayo tunayapitia. Naomba nipate msomaji atakayesoma kitabu cha waraka wa 2 wa Petro sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 18. Karibu aliyepata asome. Amina, nitasoma waraka wa 2 wa Petro sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 18. Leo nasema: Wapenzi, waraka huu ndio wa pili niwaandikiao ninyi. Katika zote mbili na ziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini wapenzi, msisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafunuliwa zikiungua na viumbe vya asili vikiteketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani, kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake, nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima
jinsi ambavyo Petro anazungumza kwa habari ya uvumilivu. Kwa hiyo katika maisha ya kila siku unakutana na maudhi, unakutana na hila, unakutana na usudi na usuda na kuchukiwa. Lakini cha kufanya ni kwamba jifunze namna ya kuwa mvumilivu. Haleluya. Anaonyesha ni kwa namna gani watu watanyanyuka na kupotosha. Watu ambao wasio na elimu wanapotoa maandiko. Mungu akupe neema ya kukusaidia kuweza kushinda kila hila zinazonyanyuka katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Namna au jifunze namna ya kuvumilia. Inawezekana uvumilivu likawa ni jambo gumu. Ninapozungumza vumilia, inawezekana ukawa unielewi. Inawezekana ukawa unasema katika moyo wako, mchungaji, hujapitia kwa watu wanaoumiza, hujapitia kwa namna ambayo inakasirisha, haujawaona watu wenye hila. Yesu aliweza kuchukuliana nao, hata watu wenye hila ya kutaka kumuua bado aliwavumilia, akisubiria wapate wokovu au wapate kutubu, wamgeukie Bwana. Mungu akusaidie ujifunze namna ya kuvumilia. Leo nitazungumza kwa habari ya jinsi ya kuvumilia. Katika maandiko haya tuliyojifunza, tuliyoyasoma, tutaona ni kwa namna gani unaweza kuvumilia. Jifunze namna ya kuvumilia. Kama hujui, kama huwezi namna ya kuvumilia, hapa tumefundishwa namna ya kuvumilia kwa Yesu Kristo mwenyewe kutuonyesha kielelezo jinsi anavyotuvumilia, na sisi tunapaswa kuwavumilia wengine. Jinsi ya kuvumilia. Jambo la kwanza, anasema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Maana yake shika neno la Mungu. Shika neno la Mungu. Ukitaka kuvumilia, mtu anakutendea visivyo, mambo hayaendi bila ambavyo unafikiria, ninakukumbusha kwamba shika neno la Mungu. Utamwona Mungu akikusaidia kuweza kuvumilia. Wako walimu wa uongo, usipigane nao, usigombane nao, lakini unaweza ukavumilia ukawashinda, hila zao zikashindwa kwa sababu ya namna yako ya uvumilivu, na hila zao zikaanguka chini katika jina la Yesu. Amen. Shika neno la Mungu. Shika ahadi ya Mungu. Anasema iko wapi ile ahadi? Kuna watu wameshindwa kuvumilia mapito kwenye wokovu kwa sababu wanajiuliza iko wapi ile ahadi ya kuja kwa Bwana. Wanadhani Mungu hatakuja. Kuna watu wanadhani Mungu hatalipiza kisasi. Nakwambia, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wewe shikilia ahadi ya Bwana. Nasema shika neno la Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jifunze namna ya kuvumilia. Jambo la pili, tawala hasira au hisia zako. Toa nafasi zaidi au toa nafasi tena. Tawala hasira zako au toa nafasi zaidi, nafasi tena. Ukisoma mstari ule wa 7, anasema zimewekwa mbingu na nchi ya sasa, zimewekwa akiba kwa moto. Yaani Mungu ana uwezo wa kutawala hasira zake, ana uwezo wa kutawala hisia zake, ana uwezo wa kutoa nafasi. Na wewe ukitaka kuvumilia, elewa kwamba haya mambo yana mwisho. Tawala hisia zako. Kama ni kuweka akiba, elewa kwamba adhabu yao ipo, itafika. Wakati huo utafika, lakini wakati wa sasa tawala hasira zako. Nasema tawala hasira zako. Usifanye maamuzi ya adhabu haraka haraka. Ndio maana neno la Mungu linasema mbingu za sasa na nchi ya sasa imewekwa akiba kwa moto. Maana yake ni nini? Mungu ametunza, Mungu ametawala hasira yake. Ukitaka kuweza kuvumilia, nasema tawala hasira zako. Amen. Sio jambo linatokea, umeudhiwa na mume wako au umeudhiwa na mke wako au umeudhiwa na mtoto, unafanya maamuzi ya haraka. Tawala hasira zako. Jifunze kuwa mvumilivu. Na ndio maana Biblia inasema mbingu za sasa na nchi za sasa zimewekwa akiba kwa moto. Maovu yanayoendelea duniani sio kwamba Mungu haoni, lakini ametawala hasira zake. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni vizuri ujifunze kutawala hasira zako. Tawala hasira zako, hisia zako. Ni namna ya kuwa mvumilivu. Usifanye maamuzi ya haraka.
wataalamu wanasema ukiwa na hasira usifanye maamuzi ya kutoa adhabu au usifanye maamuzi yoyote. Kwa hiyo Mungu anaangalia namna wanavyomuudhi, ameziweka akiba. Maana yake anatuvumilia. Yamkini tutageuka, yamkini tutagairi. Mungu akusaidie katika uvumilivu wa hasira ya Mungu, katika Mungu kutuliza na kutawala hasira zake. Mungu akusaidie ubadilike. Nasema urekebishike. Ni namna ya kujua au namna ya kuweza kuwa mvumilivu. Shika neno la Mungu, lakini pia tawala hasira zako. Sio tu mtu akikwambia jambo wakati huo huo unalipuka. Kuna mambo mengine weka akiba. Mgeukie jirani yako mwambie weka akiba. Hata kama kuna mambo yanaendelea, kuna watu umeweka akiba. Jamani, haleluya. Kwamba umemweka akiba. Huyu kuna wakati wa kuzungumza naye. Huyu kuna wakati wa kumwonyesha kosa lake. Huyu kuna wakati wa kumwadhibu. Huyu kuna wakati wa kuchukua hatua. Jifunze kutawala hasira zako, utakuwa mvumilivu. Jamani, haleluya. Lakini jambo la tatu, mstari ule wa 8 katika kitabu cha Petro sura ya 3 anasema siku moja ni kama miaka 1000. Mstari wa 8 utaona jinsi. Lakini wapenzi, msisahau neno hili ya kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Maana yake ni nini jambo hili? Kutimiza adhima yako, tumia muda kwa ukamilifu. Yaani ukitaka kuvumilia, maana yake toa muda. Siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja kwa Bwana. Kutimiza adhima yako, tumia muda kwa ukamilifu. Ukitaka kuwa mvumilivu, maana yake kutimiza adhima yako, kile ulichokusudia, tumia muda kwa ukamilifu. Usilifanye jambo kwa haraka, usilifanye jambo kwa kuchelewa. Jambo ambalo Mungu anaweza kulifanya kwa siku moja, anaweza kutumia miaka 1000. Jamani, haleluya. Maana yake ni nini? Adamu alipokosea, Mungu alimpa nafasi kubwa, na ndio maana ya siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka 1000. Akaona huyu mwanadamu atageuka tu. Ameamua adhima yake ya kumpa nafasi mwanadamu ageuke. Kutimiza adhima yako, tumia muda kwa ukamilifu. Mungu adhima yake ya kuona mwanadamu atageuka na kutengenezeka, ametenga muda. Mwanadamu alipokosea, inawezekana pale pale angemwadhibu milele, lakini hajamwadhibu milele. Kwa nini? Mungu ni mvumilivu. Kaona Adamu amekosea, sawa. Kama Adamu amekosea, basi natengeneza nafasi nyingine. Amekosea leo, nampa miaka 1000, nampa miaka 2000. Mpaka sasa tuko mwaka 2024. Tangu Adamu kukosea, Mungu hajaachia adhabu. Jamani, anatuvumilia. Jamani, anatuvumilia. Kwa hiyo tenga muda. Ukitaka kuwa mvumilivu, tenga muda wa kumpa mtu nafasi. Mungu ananyanyua kizazi hata kizazi. Anatenga muda ili kwamba mwanadamu ageuke. Anamvumilia. Kuvumilia kunahitaji kuweka adhima yako katika muda ulio mtimilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ukisoma anasema hapendi yoyote hapotee. Huyu Mungu hapendi mtu yoyote apotee. Mstari wa 9 anasema Bwana hakawi kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyoweza kudhani, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee. Ukitaka kuvumilia, ukitaka kujifunza jinsi ya kuvumilia, maana yake usitamani mabaya yampate mwingine. Uvumilivu. Anasema hapendi yoyote apotee. Mstari wa 9. Tafsiri yake ni nini? Usitamani mabaya kumpata mwingine. Yaani kama unamwona anakosea, basi usichukue hatua ya haraka. Huyu Mungu hapendi mwanadamu apotee. Na ndio maana
anaweka nafasi nyingine tena, nafasi nyingine, kwa sababu hapendi mtu apate mabaya. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe uwe na uvumilivu kwa kutokutamani mabaya yasiwapate wengine. Usitamani mabaya yampate mwingine. Kama hautatamani mabaya yampate mwingine, utavumilia. Jamani, haleluya. Sio nikitokea tu naenda serikalini, naenda kumshtaki. Mvumilie. Kuvumilia maana yake unapompeleka huko, elewa kwamba anaenda kupatwa na mabaya. Kwa hiyo usikubaliane na mtu akapata mabaya. Tenga muda wa kuchukia asipatwe na mabaya, kwamba nisije nikamsababishia yeye kupatwa mabaya. Kama upendi apatwe na mabaya, jamani, utamvumilia. Amina. Nasema utamvumilia. Nasema utamsubiria. Yamkini atagairi kesho. Kwa hiyo usitamani tu kwamba ataona. Mungu anamwona mwanadamu amepotea, lakini hapendi apatwe na mabaya. Anamvumilia. Wanamtenda vibaya Mungu, wanamuudhi Mungu, lakini hapendi apotee. Na ndio maana hafanyi maamuzi ya haraka ya hukumu. Hapendi. Ukiwa upendi mabaya yatokee kwa mtu mwingine, hautachukua maamuzi ya haraka. Ukiwa upendi mabaya yatokee kwa mtu mwingine, utahubiri Injili. Jamani, haleluya. Usije ukasema watakoma, wataona. Mungu hapendi mabaya yampate mtu yeyote. Na ndio maana anatupa nafasi ya kutangaza Injili. Injili ni kutangaza msamaha, ni kutangaza rehema, ni kutangaza kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo elewa kwamba ili uweze kuwa mvumilivu, usitamani mabaya kumpata mwingine. Mungu akusaidie uchukie mabaya yasimpate mwingine. Amen. Kama utaki mabaya yampate mwingine, utamvumilia. Utaona huyu anijui. Kuna watu wanasema hivi, huyu anijui huyu. Kwa hiyo na ndio maana Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana hata wale ambao inafika nafasi ya kuombewa mabaya, wachawi wamesumbua sana. Huwa hatuanzi moja kwa moja kusema Bwana chinja, haribu, ng'oa, wafe. Kabla ya kuanza hapo, tunakuaga na muda. Jamani, ni kweli au si kweli? Unakuwa na muda wa kuombea yule anayekuudhi. Sio tu amekosea mara moja unaenda kumshtaki serikalini, polisi, ile wako. Hapana, tenga muda. Usitamani mtoto wa mwenzako kupatwa na mabaya, na usipotamani asipatwe na mabaya, utakuwa mvumilivu. Jamani, haleluya. Unajua kuna watu wanatamani tu wenzao wapatwe na mabaya. Yakikugeukia wewe, ndio utaona umuhimu wa kuwa mvumilivu. Bwana tusaidie kuelewa. Mstari wa 10 anazungumza akisema siku ya Bwana. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Kama mwizi. Nini maana yake? Siku ya Bwana. Ukitaka kuwa mvumilivu, elewa kuna siku ya kisasi cha Mungu kwa watesi wako. Yaani ukitaka kuwa mvumilivu, elewa siku ya Bwana ipo. Maana yake elewa kuna siku ya kisasi cha Mungu. Kisasi sio juu yako. Wewe sio haki yako kuwahukumu wenye dhambi. Wewe sio jukumu lako kumhukumu huyo mkosaji. Mpe nafasi nyingine, inawezekana akatengenezeka, akabadilika. Maana yake siku ya Bwana ipo. Elewa kuna wakati wa Mungu wa kuachilia kisasi chake. Wewe usihukumu. Haleluya. Ukitaka kuwa mvumilivu, usiwe mtu wa kuhukumu. Siku ya Bwana ni siku ambayo inatisha. Ni siku ambayo Bwana ataachilia ghadhabu yake. Na hata hivyo, ukasikia Waswahili wanasema za mwizi ni ngapi jamani? Za mwizi ni ngapi jamani? 40. Kwa hiyo vumilia. Yale mapito unayopitia, yale mateso unayopitia, za mwizi ni 40. Zitatimia tu nyakati zake za kuisha hilo tatizo. Vumilia. Wakristo wengi wamepoteza
ugumu, hawaachi kusubiria siku ya Bwana. Vumilia. Amen. Inawezekana haujaolewa, nasema vumilia. Amen. Subiria wakati wa Mungu. Yeye ndiye Bwana wa siku yake. Atakuja kwa ajili ya kutimiza kusudi lake juu ya uso wa nchi. Na nikwambie, elewa, Mungu anatenda. Haleluya. Siku ya Bwana ni siku ya hukumu, ni siku ya maamuzi. Mungu ni mwamuzi wa maisha yako. Msubirie yeye aamue, usiamue wewe. Mgoje ile hali ulionayo, mgoje Mungu. Ni mwamuzi wa haki, atakupa hatima yako. Usipoteze uvumilivu. Ukitaka kuwa mvumilivu, elewa Bwana ni mtawala wa yote. Siku ya Bwana ipo, kuna wakati wake. Mungu upo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jambo mstari wa 11 anasema mwenende basi, kwa kuwa vitu hivi vyote vitafunuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na mtaua. Anazungumza maneno hayo, mwenende katika mwenendo mtakatifu na utaua. Maana yake endelea kuwa mtakatifu kwa kujitakasa kila siku, mwenendo wenu. Maana yake ukitaka kuwa mvumilivu, unaisubiria siku ya Bwana kwa kisasi, lakini pia endelea kuwa mtakatifu kwa kujitakasa kila siku. Kila siku endelea kujitakasa. Huo ni uvumilivu. Inawezekana unachafuliwa kwa maneno, moyo unaharibika. Ukisogea mbele za Bwana, mwambie Bwana, naomba unitakase. Kuna maneno yamenenwa yananiumiza sana, kuna maneno yamesemwa yamenichafua sana. Sogea mbele za Bwana, mwambie Bwana, nisaidie. Bwana, kuna mambo yamenifadhaisha. Bwana, nirehemu. Endelea. Na ndio maana anasema mstari wa 11 kwa habari ya mwenendo mtakatifu na utaua. Mtakatifu na azidi kujitakasa. Kwa hiyo ukitaka kuwa mvumilivu, maana yake endelea kuwa mtakatifu na kujitakasa kila siku. Endelea kumhitaji Mungu. Kuna mambo yamenichafua. Kuna mtu mmoja akasema moyo umechafuka, moyo umevurugika. Huyu mtu anahitaji apate kujitakasa ili awe salama. Tofauti na hivyo, anaweza akachukua hatua ya kuanza kupigana, anaweza akachukua hatua ya kutukanana, anaweza akachukua hatua ya kufanya kitu kibaya. Ninakwambia vumilia. Haleluya. Vumilia. Ukitaka kuwa mvumilivu, maana yake endelea katika utakatifu huku ukijitakasa. Jina la Bwana libarikiwe. Hautakiwi kufungamana na mfumo wa dunia. Endelea kujitakasa. Vumilia. Unajua dunia inapoelekea, watu, mfumo wa dunia unaonyesha tunapata hiki, tunapata hiki. Halafu wewe ulio katika Yesu Kristo, inawezekana unaona mbona mimi sipati. Na ndio maana kuna watu wengine anaacha wokovu, anasema kwa Yesu Bwana mimi naona sitajiriki, ngoja niende duniani. Anaamua kuwa mlevi, anaamua kuwa kahaba, anaamua kuwa nani, ili mradi afanikishe mambo ya maisha haya. Nikwambie, usipatishe mfumo wa dunia. Msubirie Bwana, atakupa hatima yako. Amen. Haleluya. Hatima yako atakupa. Vumilia tu. Endelea kujitakasa, usijichafue. Kuna watu wanasubiria mume, anaona bwana mume hapatikani, anaamua kufuata mfumo wa dunia, anajipeleka tu kwa mwanaume. Alikuwa anakwenda dukani, alikuwa anakwenda sokoni, alikuwa ametumwa mahali, tunashangaa akaamkia sehemu nyingine. Nini? Kapoteza uvumilivu. Nikwambie, endelea kuvumilia. Atakayevumilia mpaka mwisho ataokoka. Amen. Atapata kilicho salama. Amen. Atapata kilicho chema. Amen. Haleluya. Endelea kujitakasa. Kuna watu, kuna hela zinapita. Kuna hela zinapita za kampuni, hela zinapita za serikali. Mwingine anaona ninaamua kuiba. Usiibe. Nikukumbushe, linda utakatifu. Endelea kujitakasa. Huyu Bwana wa mabwana, baraka zake hazina majuto. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ni vizuri uelewe kwamba Mungu anataka mwenendo wetu mtakatifu. Tuendelee kuwa watakatifu na kujitakasa. Thamani
malengo na makusudi yetu, thamani, makusudi na malengo yetu viwe katika Mungu na katika tumaini la mbingu mpya na nchi mpya. Yaani ili kuweza kulinda mwenendo wetu, tumaini letu, malengo yetu, makusudi yetu yawe katika Mungu, yawe katika mbingu mpya na nchi mpya. Utavumilia kuto kumtenda Mungu dhambi, maana lengo lako muone Bwana. Lengo lako uone mbingu mpya na nchi mpya, uishi huko. Haleluya. Unajua, unaweza ukavumilia kwa sababu unajua kuna kitu unakisubiria kilicho kizuri zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo jifunze kuvumilia. Maisha haya kuna watu ni kama wamewini, kama wamefanikiwa, lakini nikwambia hawajafanikiwa. Kwa sababu ukifanikiwa duniani kwa maana ya kwamba umemtenda Mungu dhambi kwa kumkosea Mungu, itakufaidia nini? Angalia uzima wa milele. Vumilia haya mateso. Inawezekana hauna chakula, inawezekana hauna nini, inawezekana, lakini vumilia. Mungu akusaidie, jishughulishe, fanya kazi, anachokubarikia Mungu rizika nacho, usimtende Mungu dhambi. Haleluya. Subiria tu. Unajua watesi, mimi nilikuwa naangalia jambo hili, labda nikushirikishe. Watu wa mataifa, watu wa dunia ni kama wamefanikiwa sana, ni kama wamestawi sana. Mbona sisi, mbona kama vile Bwana, mbona kama hatuna kitu, mbona kama vile sisi tumekosea? Lakini ngoja nikwambie, usiogope, tulia kwa Yesu, uko salama. Amen. Nasema uko salama. Amen. Wao wanakula milele yao. Bwana tusaidie sana. Vumilia. Milele yako usijaribu sasa. Usijaribu sasa. Vumilia, tengeneza milele yako. Tajiri na Lazaro, tajiri alikuwa na maovu, lakini Lazaro akalinda utakatifu. Vumilia katika uhitaji ulionao, endelea kulinda utakatifu. Kama unanielewa sema amen. Amen. Kama unanielewa sema amen. Amen. Linda utakatifu. Usitake anasa. Kuna watu wanajichafua, anaona tamaa za mwili zinawaka sana, anashindwa kuvumilia, anaamua kuwa kazinzi au kaasherati. Mungu akusaidie. Linda utakatifu. Nasema linda utakatifu. Jamani, haleluya. Uvumilivu ni kitu cha muhimu sana. Jamani, Bwana apewe sifa. Ni kitu cha muhimu sana. Na ukivumilia unayafurahia maisha. Usipovumilia maisha unayafurahia. Kuna watu waliharakia, ninawajua kwa majina, waliharakia wakakosa uvumilivu wa kulinda utakatifu. Leo hii tukikutana nao wanatia huruma. Leo hii tukikutana nao wanasikitisha, walikosa uvumilivu. Nikukumbushe, thamani yako, malengo yako na makusudi yako yamwangalie Mungu, yaangalie mbingu mpya na nchi mpya. Utakuwa mvumilivu. Amen. Haleluya. Kwenye eneo lolote lile, hakikisha unalinda utakatifu. Tunajifunza kwa habari ya jinsi ya kuwa mvumilivu. Endelea kuwa mtakatifu na kujitakasa ukiangalia mambo haya. Jambo la lingine, mstari wa 12 anasema, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kutimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafunguliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Maana yake ni nini? Subiria hatima yako huku ukimwomba Mungu. Mkitazamia hata ije siku ya Mungu na kuhimiza. Mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza. Kwa hiyo maana yake, ili uwe na subira, ili uwe mvumilivu, subiri hatima yako huku ukimwomba Mungu. Mtu yoyote aliye mvumilivu ni muombaji.
Maana yake hakikisha unakuwa na subira ya hatima yako, huku ukimwomba Mungu, mkitazamia, huko ni kusubiria, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza. Maana yake subiria hatima yako, huku ukimwomba Mungu, ukitazamia halafu ukihimiza. Maana yake unasubiria halafu unamwomba Mungu, utakuwa una uvumilivu. Amina, haleluya. Subiri halafu muombe Mungu na Mungu atatenda. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 13, lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Mstari wa 13, usipoteze tumaini la hatima yako njema. Usipoteze tumaini la hatima yako njema. Mstari wa 15 anasema, lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo usipoteze tumaini la hatima yako njema. Katika kusubiria, katika kuwa mvumilivu, usipoteze tumaini. Ile ndoto ulionayo Bwana ataitimiza. Bwana ataitenda. Haleluya. Kwa hiyo ni vizuri uelewe kwamba ni vizuri tumaini la hatima yako Mungu atatimiza. Yaani Mungu anatuwazia mawazo mema. Unajua kuna wakati unaweza kuwa unaishi, kuna mambo unaweza kuwa unayapitia, unahisi kama Mungu aniwazii mawazo mema. Haya mapito, mateso ninayoyapitia, ngoja nikwambia, usipoteze tumaini lako. Usipoteze hatima yako njema, Mungu ataitimiza tu. Nasema ahadi yake ataitimiza. Wewe endelea kuvumilia. Usifanye shortcut, endelea kuvumilia. Ibrahimu baba wa imani alipofanya shortcut, alikutana na matatizo na mateso. Akapata mtoto Ishmaeli, lakini yule mtoto akawa ni sababu ya kukosana, akawa ni sababu ya vita, akawa ni sababu ya mahangaiko. Hata leo ni suguano. Kwa nini? Kwa sababu alikosa uvumilivu. Ngoja nikwambie, mtu wa imani, uwe na uvumilivu. Amini ahadi za Bwana. Usipoteze tumaini ya hatima yako. Alichosema Bwana atatenda tu. Haleluya. Unajua kuna vitu Mungu ameniahidi mimi. Nikitolea mfano unaweza usinielewe. Ngoja nitolee mfano mimi mwenyewe. Kuna vitu Mungu ameniahidi mimi mwenyewe. Lakini kile ninachokipitia inaweza kikawa ni tofauti, au niseme ni tofauti na ile ahadi ambayo Mungu ameniahidia. Lakini ninachojua ni jambo moja, ninavumilia. Mungu ni wa kweli. Ahadi zake atatenda. Haleluya. Atatenda. Mimi nimekuwepo maeneo. Nikikaa hivi, kuna wakati fulani nimekwenda mahali fulani, na nafikiri nimeongea naye, kuna mtumishi wa Mungu mmoja, tuko kwenye ibada, tunaendelea na maombi. Roho Mtakatifu akashuka kwa ukubwa sana kwenye yale maombi na kwenye ile semina. Mimi nilikuwa niko nyuma sana, nyuma kabisa ya kanisa, nyuma kwa maana ya kwenye vitu. Nimekaa nimesimama, nimenyosha mikono, ninaomba katika roho. Yule mtumishi akanyamazisha watu kimya. Yeye hakuwa mhubiri, ila Mungu alimpa neno linalomhusu mchungaji Labani. Mimi niko huku, ninajua sijulikani, na ni mtu wa taifa lingine. Tulikuwa tumekusanyika mataifa kadhaa, ni mtu wa taifa lingine, sielewi kabisa. Lakini Mungu akampa neno, akanyamazisha watu, akasema, jamani sikilizeni, nimepewa neno. Kuna mtu anaitwa mchungaji Labani. Sasa mimi niko kunyuma, nimezama zangu rohoni. Unajua watu wa nyuma nao nimezama rohoni, yanayoendelea mbele wanajua wenyewe, ila mimi najua mimi na Mungu wangu. Jamani, haleluya. Nasikia mchungaji Labani, kuna nini? Nikaona labda tu kuna mambo yanaendelea huko, maana nilikuwa ni mhudumu pia kwenye lile jambo. Nikaitwa mbele. Nafika mbele, yule mtumishi wa Bwana akaanza kuniambia kwa habari ya maisha yangu ya utumishi. Jamani, haleluya. Amina. Mungu ananiona
na Mungu amekusudia mambo makubwa mazuri yanayopendeza. Haleluya. Yaani niliposikia ule unabii, I was crying. Nililia sana. Jamani, Bwana tusaidie sana. Sikuhadisi ndoto ya mtu na mimi mwenyewe, na sio ndoto. Ni hivi kanisani, ibadani tupo. Yule mtumishi akasema sikufahamu, lakini Bwana ananiambia kuna hiki Mungu anakwenda kuinua kwa viwango vikubwa. Jamani, haleluya. Amina. Niambie sasa, kule kuinuliwa kwa viwango vikubwa. Haleluya. Ninachokipitia sasa hakisemi kwamba unaenda mahali fulani. Ngoja nikwambie, usipoteze uvumilivu, usipoteze tumaini lako. Ahadi ya Mungu ni kweli. Ninavumilia, ninasubiria, na wewe pia nikutie moyo kama mwanangu. Mazingira unayoyapitia yasikukatishe tamaa, kuna hatima njema. Nasema inawezekana ni waziri mkuu. Nani ajuae kwa habari ya Yusufu? Anakwenda anatupiwa kwenye shimo, anakwenda anauzwa, anakwenda anawekwa gerezani. Akadhani hatima yake imekwisha, lakini alivumilia, akidumu, akiamini ahadi ya Bwana ikatimia. Amen. Na wewe pia itatimia. Inawezekana unadharaulika leo. Nikwambie, hautaishia kwenye kudharaulika. Wewe vumilia tu. Ibrahimu hata kama alikosea kwa kujitafutia ile ahadi itimie, lakini alipoendelea kuvumilia ahadi ya Mungu itimie, ahadi ya Mungu ilitimia. Hata na wewe pia kama ulikosea, yaliyopita si ndwele, nasema endelea kuvumilia, ahadi ya Mungu itatimia kwako. Nasema ahadi ya Mungu itatimia kwako. Usipoteze tumaini la hatima yako, usipoteze. Jina la Bwana libarikiwe. Usipoteze. Wewe tu hapo, amini. Kama Yusufu aliyepitia yale mazingira, ingeweza kusema mimi niliota, miganda inaniangukia, nyota zinaninamia, mimi niko gerezani leo. Inawezekana angeacha kumwabudu Mungu, inawezekana angeacha kuishi maisha matakatifu, inawezekana angefanya yasiyofaa, lakini alitunza utakatifu. Uvumilivu unakupeleka kwenye hatima yako. Jamani, haleluya. Wewe nikwambie, dumu tu. Utachekwa, utadharaulika, lakini haya maisha bado hayajaisha. Haya maisha yanaendelea. Amen. Nasema maisha yanaendelea. Amen. Haleluya. Amen. Kuna baraka za rohoni na baraka za mwilini. Zote ni haki yako. Utazipata ukivumilia kwa jina la Yesu. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Niende kumalizia mstari ule wa mwisho unasema, mstari unasema katika nyaraka mstari wa 16, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo. Ni vigumu kufanya nini jamani? Na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara, huyapotoa kama vile wapotoavyo maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Kwa hiyo nyaraka na maandiko mengine, dumu ukiamini neno la Mungu. Jamani, haleluya. Dumu ukiamini neno la nani jamani? La Mungu. Kuna watu wanapotosha maandiko. Kuna watu wanakosesha wengine. Nikusii, usipotoshwe, usikoseshwe. Mungu anakuazia yaliyo mema. Utaifikia hatima yako njema. Amen. Endelea kuvumilia. Endelea kusubiria. Amen. Uvumilivu ni kitu cha muhimu sana. Safari ya mbinguni inahitaji uvumilivu. Na ukifanikiwa, usisahau ya kwamba safari inaendelea. Bwana tusaidie sana. Endelea kuwa mvumilivu ukisubiria hatima ya milele. Sitaki nikuelekeze zaidi kwenye mambo ya mwilini, nikuelekeze kwenye mambo ya rohoni. Itazamie hatima yako ya milele na Bwana, milele na milele, kwa kuishi maisha matakatifu. Amen. Jamani, haleluya. Sijui, lakini ninachojua ni jambo hilo. Mbingu ni kitu cha thamani sana. Amen.
Jamani, mbingu ni kitu cha thamani sana. Wewe teseka, wewe umia, wewe semwa, wewe pata shida, lakini mbingu. Amen. Jamani, nini? Mbingu ni kitu cha muhimu. Mimi siwakusanyi watu hapa ili kupata pesa. Ninakusanya watu hapa ili twende mbinguni. Amen. Pesa ni mambo ya pili, lakini la kwanza lililo kuu, twende mbinguni. Jamani, haleluya. Na ndio maana siogopi dhiki, siogopi tabu, siogopi kusemwa, siogopi kutengwa. Ninachochuchumilia na kukishika kwanza ni ile hatima ya milele. Mungu akusaidie uishike na kuimiliki. Amen. Kwa kuvumilia. Jamani, haleluya. Mateso yasikutoe kwa Yesu. Hawanipi chakula, kuna hiki na kile. Vumilia, uteswe ufanye nini, lakini shikilia kile ambacho Mungu amekusudia. Yesu ametuvumilia, ndio maana tumeupata wokovu. Na wewe ukivumilia utaupata wokovu wa milele na milele pamoja na Bwana. Amen. Utaupata wokovu wa kuondolewa kwenye taabu za maisha pamoja na Bwana. Amen. Haleluya. Unajua ukisikia kuna kupata wokovu, wokovu maana yake ni kuhamishwa. Ukivumilia utahamishwa katika dhambi, utapelekwa katika uzima wa milele. Utahamishwa katika dunia hii yenye mateso, masimango, manyanyaso, utahamishwa. Vumilia tu. Wakunyanyase, vumilia. Wakuseme, vumilia. Wakutenge, vumilia. Wakunyima mahitaji, vumilia. Ila ushike Yesu, maana huyo atakupa wokovu, maana yake atakuhamisha, utaurithi uzima wa milele. Amen. Lakini pia huyu Yesu ukivumilia, sio tu atakuhamisha kwenye mambo ya kiroho, atakuhamisha kwenye mambo duni ya kimwili, mambo duni ya umasikini. Bwana atakupatia haja za mioyo yako katika jina la Yesu. Amina. Katika jina la Yesu. Amen. Kila unachohitaji ukivumilia. Wewe angalia, kuna mwanamke mmoja alivumilia. Nakumbuka ni katibu wangu wa vijana. Nikiwa ni kijana alikuwa ni katibu, sasa ni mama mchungaji. Na Mungu akitupa neema na kibali atatutembelea wakati fulani yeye na mume wake. Ni wachungaji. Na hata wakija ninaweza nikasema jambo hili. Bwana tusaidie sana. Yule katibu wangu wa vijana alikuwa ni dada mkubwa sana ambaye amenizidi mimi umri mkubwa sana, lakini ninachojua alivumilia na kumheshimu Mungu katika utakatifu. Amen. Jamani, haleluya. Alipovumilia na kumngoja Mungu katika hali ya utakatifu, watu wakamuona anatumika kwa bidii, lakini mume hana. Inakuaje? Akawa tu hana mambo mengi. Watu wanamsema huko, kazeeka, kafanya nini. Yeye alikuwa anafanya, anamtumikia Mungu, anamuomba Mungu, maneno anayasikia kama tulivyojifunza, akawa anaona siwaombei mabaya, sifanyi nini. Mungu ni mwema. Kuna kijana akaokoka, amekuja amevaa buti. Nakumbuka ana manywele kama Rastafarian. Tuko kwenye siezi, anatembea anadunga na hivi. Anadunga. Akasema ndo anakuja kuokoka huyu. Pale mbele amekabishwa mbele, yaani tu ni muongofu lakini oyo nyingi sana. Hii inakuwaje? Yule bwana akaombewa. Ile kutembea kuna sanesa bado ukawa kunaendelea kuwepo. Akaokoka. Nywele zile kidogo akanyoa akakaa kistaarabu. Akaendelea, Mungu akaendelea kumtengeneza, akaijua imani ya kweli. Mungu akamjaza Roho Mtakatifu. Bwana akaendelea kumtumia. Jamani, haleluya. Amen. Hivi ninavyoongea, Bwana amemuita ni mchungaji na akamuoa yule katibu. Amen. Haleluya. Ukivumilia Mungu anakutunza. Haleluya. Na Mungu kwa kujua ya kwamba huyu katibu umri wake umeenda. Katibu wangu wa vijana CS, umri wake umeenda. Alichofanya Mungu ni cha ajabu. Akampatia watoto mapacha double. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hivi ukimkuta ana timu yake, lakini kilichomshindia ni uvumilivu. Haleluya. Wewe vumilia tu. Inawezekana ukachekwa, inawezekana ukaonekana nini, lakini umasikini wako sio utafia hapo. Bwana atakuinua.
kuinua. Jamani, haleluya. Kwa hiyo mimi ninachojua tuvumilie Bethania. Amen. Nasema tuvumilie watu wa Mungu. Yajayo yanafurahisha. Yajayo ni ya baraka. Haleluya. Ninaucheka wakati uliopita, si ndio jamani? Tutaucheka wakati huu. Amina. Mtu hajanielewa. Vumilia, tutaucheka wakati huu. Haleluya. Amina. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nikukumbushe, Yesu alidhihirisha uvumilivu wake wote, na wewe pia jifunze kuwavumilia wenzako kwa kiwango cha kutosha. Amina.